Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, bwana, hapo siku ya leo tumetoka kuishuhudia klabu ya soka ya Simba Sports Club wameweza kuingia mkataba wa miaka 5 na mdhamini mpya ambaye moja kwa moja atakwenda kuidhamini klabu ya soka ya Simba, ambapo kwa upande mwingine klabu ya soka ya Simba Sports Club wameweza kuingia mkataba na mdhamini mkuu wa klabu hiyo ambaye ni Jairuti, ambaye atakwenda kuidhamini klabu ya soka ya Simba Sports Club kwa mkataba wa miaka 5 mara baada ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kuweza kuachana na kampuni la kubeti la Mbet ambao ndio walikuwa wakidhamini klabu ya soka ya Simba kama mdhamini mkuu. Sasa Simba wanakwenda kuungana na kampuni la Jairuti ambaye ndiye kwa upande mwingine atakwenda kuwa mdhamini mkuu wa klabu ya soka ya Simba Sports Club kwa kipindi cha miaka 5. Kwa upande wa mkataba ambao Simba wameweza kuingia na kampuni la Jairuti, kwa upande mwingine Simba watakwenda kuvuna bilioni 38 kwa miaka 5, ambapo kuna gawio la bilioni 5.6 kila mwaka na ongezeko la 10% kwa kila mwaka. Jairuti kwa upande mwingine Simba watakwenda kunufaika na faida zifuatazo mara baada ya kusaini mkataba wa miaka 5 na kampuni la Jairuti. Cha kwanza, Jairuti wameweza kuahidi kwamba watakwenda kujenga uwanja mpya katika eneo la Bunju, ambapo uwanja huu moja kwa moja utakuwa na uwezo wa kuingiza mashabiki 10,000 mpaka 12,000. Lakini ameahidi kuahidi Simba Sports Club itakwenda kununuliwa gari jipya kwa ajili ya wachezaji kusafiria, yani basi la wachezaji, ambao basi hili ni basi kubwa la kampuni kutokea Mercedes Benz. Gari hili linafahamika kwa jina la Iraza, ambapo kwa upande mwingine gari hili tunaona linatumiwa na vilabu vikubwa duniani kama Barcelona, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid. Kwa hiyo ni basi ambalo kwa upande mwingine ukiwa nalo basi wewe ni miongoni mwa wachezaji ambao ni miongoni mwa klabu ambayo inamiliki basi kubwa duniani. Hapa nchini Tanzania Azam Football Club ndio ambao walikuwa kwanza kutumia basi hili la Iraza, lakini kwa upande mwingine Simba watakwenda kujengewa kituo cha habari, yani media production, bila kusahau kutakuwa na ujenzi wa ofisi mpya kwa ajili ya viongozi wa klabu ya soka Simba kukaa katika majengo mapya na kuondoka maeneo ya Msimbazi pale, lakini kukuza vipaji, pesa cash kutolewa ni Simba katika zile timu za wachezaji wadogo, kutakuwa na fedha cash zinatolewa kwa ajili ya kukuza vipaji, lakini prison sponsorship kwa maana kwamba watakwenda kudhamini ile fedha ambayo Simba watakwenda kutumia katika prisons katika maandalizi ya msimu mpya kwa mwaka husika, lakini vile vile wanakwenda kutengeneza medical room kwa maana kwamba chumba kwa ajili ya kufanyia matibabu wachezaji wa klabu ya soka Simba. Lakini katika kile cha siku ya Simba Day Jairuti watakwenda kutoa milioni 100 cash taslim. Vile vile kutakuwa na motisha kwa wachezaji ambazo zitakwenda kutolewa milioni 470 cash ambazo zitakwenda kutolewa kama motisha kwa wachezaji wa klabu ya soka Simba katika mechi mbalimbali zikiwamo zile mechi za derby kama Yanga Day, mechi za kimataifa ama mechi za Mzizima Dabi. Kwa hiyo kutakuwa na motisha kwa wachezaji ambapo Jairuti yupo tayari kwenda kutoa, lakini kutakuwa na mzabuni mpya ambaye atakwenda kutengeneza jezi mpya za klabu ya soka Simba, ambapo ni brandi kubwa duniani, ambapo kwa mujibu wa taarifa ambayo tumeweza kuinasa mzabuni huyu ni Diadora ambaye pia amekufanya kazi na vilabu vikubwa duniani kwa kuwatengenezea jezi. Lakini kumbukwe Diadora ni kampuni ambayo inatengeneza viatu duniani kama ilivyo Adidas, ilivyo Nike, lakini hawa nao pia wamekuwa wakidhamini vilabu mbalimbali. Sasa mara baada ya klabu ya soka Simba kuweza kuingia mkataba huu wenye thamani ya bilioni 38 kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga Ali Kamwe ameweza kupigia kijembe kizito. Ali Kamwe anasemaje? Anasema hivi, bora Sanda, akimaanisha kwamba Sanda ndiye ambaye alikuwa akitengeneza jezi za klabu ya soka ya Simba Sports Club, yani Sunderland the only one, ambaye naye pia amepigwa chini kwa sasa kwa sababu mzabuni mkuu ndiye ambaye atakwenda kutengeneza jezi za klabu ya soka Simba. Na kumalizia na kusema hivi, huyu Ambaruti sijui kama alifunga mwezi mtukufu, muongo sana, akimaanisha kwamba Jairuti akisema kwamba ni Ambaruti haamini kwamba kama alifunga mwezi mtukufu. Kwa hiki ambacho anakifanya anadanganya umazahiri shairi kwamba hawezi kwenda kufanya vitu ambavyo ameweza kuvisema. Nini maoni, ni mtazamo kwa kile ambacho amekisema ndugu Ali Kamwe kwa mkataba ambao Simba ameingia na Ambaruti? Tudondoshe maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.
Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Issa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheikh Issa Sultan: unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheikh Issa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao.